Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha kuwa naye Sheikh wetu ambaye si mwingine ni Sheikh Hussein, ambaye nadhani tumekuwa tukimuona anapoangazia masuala mengi kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kama unavyojua, mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao umetukuka, ni mwezi ambao wengi wana matarajio mengi zaidi. Na inshallah katika awamu ya leo mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia jinsi gani mwanadamu anafaa kuzidisha ukaribu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana Sheikh. Nashukuru sana. Naam, karibu sana. Kwa mara ya pili. Naam. Alhamdulillah. Mara ya tatu nadhani. Inshallah. Inshallah. Na inshallah tukiangazia topic yetu ya leo Sheikh, tulikuwa tunataka kufahamu ni jinsi gani mwanadamu anafaa kuzidisha ukaribu na Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kama tunavyojua mwezi huu ni mwezi wa tauba, mwezi wa rahma. Yaani mwezi ambao kila binadamu ana matarajio yake. Lakini kuna mtu hajajua ni vipi mimi nitakuwa karibu na Mwenyezi Mungu ndio nihakikisha kwamba huu mwezi utakuwa na natija katika maisha yangu hata unapoondoka. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwanzo tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kutukubalia saumu yetu. Amin. Na amali yetu katika mwezi wa Ramadhani, na inshallah tuwezeshe tufanye kuwa ni wenye kuwa karibu na yeye kwenye mwaka ambao unakuja baada ya mwezi wa Ramadhani. Mwanzo kurudi kwenye mada kwamba vitu gani ambavyo mwanadamu anaweza akafanya ili awe karibu na Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Naam. Kabla hatujaanza kutaja hivyo vitu vyenyewe, lazima tuanze na kile ambacho wanaita mukaddima au prerequisites za ukaribu kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Hapa tunatumia neno kwamba ukaribu. Ukaribu ina maana gani? Tukija kwenye maana yake, kuna njia mbili za ukaribu. Tunaweza tukawa karibu kwa mfano kimasafa, mimi na wewe tuko karibu, au tukawa karibu kwa nafsi au spiritually. Hasa hapa tukiongea kwamba kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, obvious hatuongee kuhusu masafa kwa sababu Mwenyezi Mungu hana physical presentations. Sasa tunasema ukaribu wa nafsi na Mwenyezi Mungu, ukaribu wa kiroho na Mwenyezi Mungu. Lakini kuna vipengele ambavyo kabla tujue vitu gani ambavyo vinatukaribisha kwa Mwenyezi Mungu, lazima tujue kabla tujakaribia kwa Mwenyezi Mungu yafaa tufanye nini. Ili tukaribie tuwe miongoni mwa wale ambao wanaambiwa kwamba wapo karibu na Mwenyezi Mungu. Ndio. Miongoni mwa vitu ambavyo inafaa tufanye kabla hatujaanza kufanya matendo au amali ya kumkaribia Mwenyezi Mungu, mwanzo ni kumjua Mwenyezi Mungu ni nani. Kwa sababu tunaweza kuwa tunasema kwamba au tunafikiria kwamba tunakaribia Mwenyezi Mungu, kumbe tunakaribia kiumbe kingine ambaye si Mwenyezi Mungu. Ndio. So lazima tumjue, je, huyu Mwenyezi Mungu ni nani, ili tusije ikawa kwenye our imagination. Kwa mfano tunakaribia mtu ambaye ana mikono, kwa mfano Mwenyezi Mungu ana mkono, au tunakaribia Mwenyezi Mungu ambaye ana uso, kwa mfano huyo sio Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa hivyo the first thing, kitu cha kwanza ambacho inafaa tuwe nacho, mukaddima wa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, ni kuhakikisha kwamba tunajua Mwenyezi Mungu ni nani. Na hapo tunakuja kwenye hotuba ya Imam Ali ipo kwenye Nahjul Balagha, na ni hotuba ya kwanza ambapo Imam Ali alijaribu kutuelezea vipi utamjua Mwenyezi Mungu ni nani. Hapa tuseme kwamba kujua tu kwamba ni Mwenyezi Mungu. Kila mtu duniani anajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Ndio. Lakini hawamjui Mwenyezi Mungu huyu ni nani exactly. Sasa hapa Imam Ali alijaribu kwenye hotuba kutuelezea maarifa ya Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba awwalu dini maarifatu. Dini ya kwanza
au kigezo cha kwanza kwenye dini ni kumjua Mwenyezi Mungu. Na kupitia kumjua Mwenyezi Mungu ndipo mtu anaweza sema kwamba yupo karibu na mtu ambaye anamjua. Huwezi kuwa karibu na mtu ambaye humjui. Sasa awwalu dini maarifatu. Dini ya kwanza, kigezo cha kwanza kwenye dini ni kumjua Mwenyezi Mungu. Anaendelea kusema kwamba ukamilifu wa kumjua Mwenyezi Mungu ni kuamini kwake. Ukishajua kwamba Mwenyezi Mungu yuko vipi, sifa zake ziko vipi, au ana wasilia gani, hapo ndipo utakapomwamini kwamba kweli huyu ni Mwenyezi Mungu ambaye inafaa tumwabudu. Alafu anasema kwamba ukamilifu wa kumwamini Mwenyezi Mungu, ukifika kiwango cha juu cha kumwamini Mwenyezi Mungu, basi utampwekesha. And you will have unity unto him. Amba utaamini kwamba kweli huyu Mwenyezi Mungu ambaye ana hizi sifa ni mmoja. Hawezi mshirikisha Mwenyezi Mungu na kiumbe kingine. Ndio. Na ukishafika ukamilifu kwa kumpwekesha Mwenyezi Mungu, tunaona kwamba Imam Ali anatuambia utakuwa sincere kwa Mwenyezi Mungu. Vitu vyote ambavyo utakuwa unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu with sincerity. Kwamba unajua huyu ni nani ambaye unamwabudu au unataka kuwa karibu na yeye. Na anaendelea kutuambia kwamba ukamilifu wa kuwa sincere na Mwenyezi Mungu ni kukataa sifa kwake. Sasa hapa ndio kuna baadhi ya mambo ambayo inafaa tuyaweke wazi. Kwamba Imam Ali anatuambia kwamba tukatae sifa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia kwamba lillahi asmaul husna fad'uuhu bihi. Kama Mwenyezi Mungu ana sifa au ana majina mazuri, muombeni kutumia haya majina. Lakini Imam Ali anatuambia kwamba tukatae sifa kwa Mwenyezi Mungu, kwamba tusimsifu Mwenyezi Mungu. Je, kumsifu Mwenyezi Mungu kwa mfano ni mkarimu ni vibaya au si vibaya kulingana na kauli ya Imam Ali? Naam. Sasa hapa Imam Ali aliendelea kutueleza, hotuba ni ndefu lakini summary tu kwa ajili ya muda ni kwamba sifa hapa kuna maelezo mara mbili. Kukataa sifa kwa Mwenyezi Mungu. Tunakataa vipi? Mwanzo kuna sifa ambazo Mwenyezi Mungu hawezi sifiwa kwazo. Kwamba huwezi sema Mwenyezi Mungu kwa mfano nilivyosema pale mwanzo kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono. Ukiegemea katika miongoni mwa aya za Qur'ani, baadhi ya aya za Qur'ani ambazo zinaashiria kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono. Lakini tafsiri yake ni ipi? Kuna wale wameenda kwamba kweli ni mkono wa kawaida kama mwanadamu, lakini ikiwasiliana kwamba ni uwezo. Kwa mfano kwenye aya ambayo inasema yadullahi fawqa aidikum, kwamba mkono wa Mwenyezi Mungu upo juu ya mikono yenu. Haimaanishi kwamba mkono, inamaanisha uwezo. Sasa ukichukulia kwamba Mwenyezi Mungu sasa ana mkono kulingana na hii aya, hapo huyo si Mwenyezi Mungu ambaye tunasema kwamba inafaa tuwe karibu na yeye. Kwa mfano siku ya kiyama tunaambiwa kwamba tutamuona Mwenyezi Mungu. Baadhi ya watu wanasema kwamba watamuona Mwenyezi Mungu. Kuna wengine wanasema kwamba Mwenyezi Mungu anashuka kwa mfano. Anashuka kutoka mbingu hadi mbingu nyingine. Sasa mtu ambaye anafanya kiumbe ambacho kinafanya vitu kama hivi, kushuka, kuwa na uso, kuwa na nini, lazima kiwe na shape, kiwe na umbo fulani. Na Mwenyezi Mungu tunajua hana umbo. Ndio. Sasa ukiwa unaabudu Mwenyezi katika mwezi wa Ramadhani kwa nia kwamba unataka uwe karibu na Mwenyezi Mungu ambaye ana hizi sifa, badala ya kuwa karibu ndivyo unavyozidi kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu itikadi yako imejengwa kwa mambo ambayo hayana uwasilia, hayana ukweli. Sasa Imam Ali anajaribu kutueleza kwamba katika kumtambua Mwenyezi Mungu lazima tuhakikishe kwamba tunampa sifa ambazo haziwezi pewa tena kiumbe ambacho kina umbo au kina body form, ili tuwe tunaabudu Mwenyezi Mungu ambaye ni true God, ambaye ametueleza katika Qur'ani. Hicho ndio kipengele cha kwanza, kwamba kukataa sifa kwa Mwenyezi Mungu. Au kukataa sifa ambazo Imam Ali alitueleza katika hotuba yake ya kwanza kwenye Nahjul Balagha, ilikuwa inamaanisha kwamba
tusimpe Mwenyezi Mungu sifa hivi wakati tunafikiria au tunajua kwamba hizi sifa ni kitu kingine na Mwenyezi Mungu ni kitu kingine. Yaani kwa mfano unasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mkarimu, kwamba kuna sifa ya ukarimu alafu kuna Mwenyezi Mungu. Vinakuwa vitu viwili. Na sisi tumesema pale juu kwamba ukamilifu wa kuamini Mwenyezi Mungu ni kumpwekesha, kwamba yeye ni peke yake. Lakini pale utakapompa sifa, ukijua kwamba hizi sifa ni kitu kingine na Mwenyezi Mungu ni kitu kingine, hapo ni kama unaleta vitu viwili katika kumsifu Mwenyezi Mungu. Sasa inafaa tufanye tusemeje tukitaka kumsifu Mwenyezi Mungu? Hizi sifa mbili Imam Ali amezikataa. Kwenye hotuba yake alieleza kule chini na akatueleza kwamba ni vipi inafaa tumsifu Mwenyezi Mungu pale ambapo tutakapokuwa taka kuwa karibu na yeye. Tutamsifu kwa kipengele cha kwanza, kukataa sifa ambazo zinaweza pewa mwanadamu au zinaweza pewa kitu ambacho kina umbo, kama sifa za kuwa na mkono, sifa za kuwa na uso, sifa ambazo vitu ambavyo vina umbo vinapewa. Kwenye dini ya pili, kwenye kipengele cha pili, kwamba tunakataa sifa ambazo tunampa Mwenyezi Mungu kwa akili yetu, tunafikiria kwamba sifa sifa si yule ambaye tunamsifia, bali tuseme kwamba Mwenyezi Mungu ni mkarimu. Ule ukarimu ndio Mwenyezi Mungu. Sio kwamba kuna ukarimu alafu kuna Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu is powerful, ana nguvu. Ile hali ya kuwa na nguvu ndio Mwenyezi Mungu. Kwa mfano ana uwezo. Kwa Kiarabu anasema qadir. Hiyo kudra ya Mwenyezi Mungu si ati kuna kudra alafu kuna Mwenyezi Mungu, hapana. Hiyo kudra ndio Mwenyezi Mungu. Yaani ni kitu kimoja, na kupitia kwa kumsifu na kuweka kwenye akili kwamba Mwenyezi Mungu sifa haziendi kwake, kwamba sifa ni kitu kingine na Mwenyezi Mungu ni kitu kingine, pale ndipo tutakapomjua Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu ni nani. Kwa hivyo tuseme ni fikra unayoweka katika akili. Hiyo fikra ni muhimu sana, kwa sababu hiyo fikra ni muhimu sana, inarudi kwenye akida. Kwa sababu asilia ya kila kitu, asilia wetu na akida tunavyoamini. Kweli. Akida ikiwa mbaya, vitendo vyake pia vitakuwa havitakuwa vizuri. Kweli, vitakuwa haviendani. Exactly. Sasa katika kuwa karibu na Mwenyezi Mungu lazima turekebisha akida yetu kwanza, ndio tuweze kufika marhala ya juu ya imani kwa Mwenyezi Mungu na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu katika huu mwezi wa Ramadhani. Tunajua kwamba ndani ya huu mwezi wa Ramadhani ibada imezidishwa, kila kitu kimezidishwa kwa sababu thawabu zinakuwa double. Sasa tukiwa na fikra kama hizo, fikra safi kwa Mwenyezi Mungu, na tufanye mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kwa mfumo ambao anataka, basi tutakuwa ni wale ambao wakupata zile thawabu double ambazo tumeeleza kwenye riwaya. Kweli. Tukizidisha ni kwamba huu mwezi wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kuna hadithi ambazo tumepokea kutoka maimams. Nadhani Imam Sadiq ametuambia kwamba as-sawmu li, Mwenyezi Mungu anasema as-sawmu li wa ana ajzi bihi, kwamba saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayetoa reward kwa ajili ya wale ambao wamefunga, and I'm the one who rewards for it. Sasa ili tupate hizo rewards ambazo Mwenyezi Mungu ametuahidi katika ndani ya mwezi wa Ramadhani, lazima tuwe karibu na yeye. Kweli. Na hatuwezi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu kama hatujamjua. Kwa mfano, mimi naweza nikasema kwamba miezi 5 iliyopita, mfano tulikuwa hatujuani, alafu mtu akuambia kwamba nataka uwe karibu na Sheikh Hussein. Kitu cha kwanza utamuuliza nini? Simjui Sheikh Hussein. Sheikh Hussein anasema nani? Sasa ili kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na tupate thawabu ambazo anasema katika hii hadithi kupitia kwa Imam Sadiq, lazima tumfahamu Mwenyezi Mungu ni nani, ili matendo yetu yawe yanaendana na yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka. Na hii hadithi haipo tu kwetu peke yake, ipo pia kwa wenzetu Ahlus Sunna
lakini kwao imekuja kwa mfumo tofauti pengine. Inasema kullu amali ibn adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kwamba kila mwana Adam na matendo yake ni yake ila kufunga. Yani matendo ambayo tunafanya yote ni yetu, ila kufunga ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake, na Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa thawabu kwa wale ambao wamefunga. Sasa kufikia hapo tunaona kwamba kipengele cha kwanza cha kumjua Mwenyezi Mungu, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, lazima tumjue Mwenyezi Mungu na turekebisha kida yetu kwa baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakatuweka mbali na Mwenyezi Mungu, tukidhani kwamba tunakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Naam, shukran sana Sheikh. Shukran sana kwa kuweza kutoa maelezo mazuri katika hii awamu ya kwanza. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tuendelee na awamu ya pili. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Hussein ndani ya studio zetu za Mahdi TV unaweza kufahamu ambao ameweza kuyaangazia haswa unapotaka kuwa na ukaribu na Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kuna mambo ambayo unapaswa ufahamu, kuna mambo ambayo unafaa uyatilie mkazo. Kama amesema, lazima uwe na ile ya kwamba haumshirikishi Mwenyezi Mungu na kitu kingine. Mpe Mwenyezi Mungu ni sifa ambake, yani sifa yake inayostahili, lakini kuna sifa zingine usimpe Mwenyezi Mungu. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Mpenzi mtazamaji, tunazidi kuwa na Sheikh wetu ambaye anazidi kutuelimisha na kujuza wewe masuala mengi ambayo unapaswa kuyafahamu. Haswa tukiwa na Sheikh wetu ambaye si mwingine ni Sheikh Hussein. Nadhani unazidi kufaidika na kujua vipi wewe kama binadamu unaweza kujisogeza karibu au kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haswa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukizingatia ya kwamba ni mwezi ambao una faida nyingi. Ni mwezi ambao yeye mwenyewe amekwambia thawabu zinakuja dabo, yani mara mbili yani. Inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Shukran. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tunaendelea kutaja baadhi ya vitu ambavyo kupitia kwavyo ndani ya mwezi wa Ramadhan tunakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Baada ya kuwa na maarifa ya Mwenyezi Mungu, ndio maarifa ya kiwasilia wa Mwenyezi Mungu, yani haki maarifa, tunaona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo tukivifanya tutakuwa karibu na Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhan. Na si kufanya tu, kwa mfano kuswali, watu wanaswali tu. Ndio. Atumanyishi kwamba tunaswali swala ambazo tunasema kwamba tunakamilisha au tunalipa tu wajibu. Tunaswali swala ambazo tukiswali tunakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Vipi hivi vitu ambavyo vinatuwezesha kuwa karibu na Mwenyezi Mungu? Kitu cha kwanza ni muraqabati salawatina, kwamba kufuatilia swala zetu. Na hapa swala kuna swala mbili, kuna salatul faradhia na nawafil. Vipi tutafuatilia salatul faradhia? Kitu cha kwanza, ili kuhakikisha kwamba upo kwenye njia kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, lazima swala zako za faraidh ziwe ndani ya muda, katika muda. Kwa mfano wakati wa swala ukifika, usirefushe vitu ambavyo unafanya. Muda ukifika twende tuswali, alafu turudi tuendelee na mambo yetu. Ukiona kwamba mwezi wa Ramadhani umeweka hiyo kama timetable yako na umeanza kuifuata bila kukosa au kurefusha muda wa swala wowote, basi hapo utaonekana kwamba utasemwa kwamba miongoni mwa wale ambao wako karibu na Mwenyezi Mungu. Na si hilo tu peke yake, kuna salawat nawafil pia. Nawafil ni hizo swala za mustahabbat. Tunasema kwamba salatul wajibat, faraidh, tunaswali ili tuweze kupata nini? Janna. Mimi naswali salatu subuh ili niandikiwe thawabu, na hizo thawabu ziniwezeshe kufika kwa kuingia janna. Yeah. Hizo ni wajibat. Na je, nawafil nazo
hali yake ni vipi? Je, mimi naswali nawafil ili niingie peponi tu, au kuna hali nyingine ambayo inaniweka ndani ili niswali salatul nawafil? Tunaona kwamba anafila ni salatu mustahabba, na tukiswali salatu mustahabba, kitu cha kwanza kwamba zinatuwezesha ku keep time kwa salatul faraid, kwa sababu huwezi ukaswali nawafil kama uswali nani faraid. Kweli. Sasa hiyo ni step kama ya pili. Hapo umetoka kwenye step ya faraid, upo kwenye step ya nawafil, kwenye step zako za kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kitu cha pili kwamba nawafil kama nawafil inatusaidia sisi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kwamba na swali hii nawafil ili niwe karibu na Mwenyezi Mungu, ili amali zangu zote ambazo nazifanya katika siku zangu ziwe na mtambua Mwenyezi Mungu kwenye maisha yangu. Hiyo ndio muhimu wa nawafil. Kwa hivyo tukirakib salawatina zikiwemo faraid na nawafil zitatuwezesha kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ndio. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, tunaambiwa kwamba, tunaelezwa katika hadithi nyingi kwamba tujaribu sana kuwa karibu na Qur'ani, qiraatul Qur'an. Sisi tunajua kwamba tupo katika mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Ndio. Kwenye suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika tumeiteremsha katika lailatul qadr. Na lailatul qadr inapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Ndio. Kwa hivyo Qur'ani imeshuka katika lailatul qadr, katika usiku wa lailatul qadr. Sasa hapa kuna kitu ambacho tunajiuliza. I think tutakuja kueleza kwenye sehemu nyingine kwamba je, Qur'an tunajua kwamba imeshuka kwenye muda wa miaka 23. Je, hii miaka 23 yote ilikuwa Lailatul Qadr au ilikuwa vipi? Ndio. Jibu ni kwamba Qur'ani imeshuka katika mifumo miwili. Mfumo imeshuka mara moja hivi, na mfumo wa pili imeshuka tadrij, yani pole pole, in portions. Ndio. Hasa hiyo in portion ndio imeshuka katika muda wa miaka 23. Lakini mara moja ndio imeshuka katika mwezi wa Ramadhan ndani ya usiku wa Lailatul Qadr, ndani ya kwenye moyo wa mtume. Kwa hivyo tukisoma Qur'ani tunapata vitu vingi ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu tunaambiwa atakayesoma aya moja ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kama yule ambaye amesoma Qur'ani yote kwenye miezi mingine ambayo si mwezi wa Ramadhani. Sasa ina fadhila zake kusoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, ina fadhila zake nyingi. Na mtume pia anatuambia man tala fihi ayatan min alquran kana lahu mathalu ajri man khatama alquran fi ghairihi min ash-shuhur, kwamba atakayesoma aya moja katika Qur'ani ni kama ana ajiri kama yule ambaye amesoma Qur'ani yote kwenye miezi mingine ambayo si mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo kusoma Qur'ani mwanzo tunaipa Qur'an hadhi yake kwa sababu imeshuka katika mwezi wa Ramadhani. Pili, tunapata ajira nyingi. Na tatu, inatuwezesha kuwa katika mfumo fulani, inatuweka katika mfumo fulani wenye maisha yetu, kwa sababu Qur'ani ndio constitution yetu. Na kuisoma na kuelewa yale maana ambayo ipo kwenye Qur'ani, maneno ya Qur'ani, ina maana unaenda sambamba na mafundisho ya mtume na yale ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anataka. Nadhani ya mwisho ni kukithirisha kwenye dua. Ya tatu, sio ya mwisho, ya tatu kukithirisha kwenye dua. Na hapa dua, ziko dua nyingi ambazo tunaomba, na kuna dua za personal dua ambazo inafaa pia tuombe ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili Mwenyezi Mungu aweze kutuwafikisha kwa yale ambayo tunahitaji, kwa sababu mtume alisema kwamba dua ukumfihi mustajab, kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani tukiomba dua itajibiwa, kwa sababu environment ishaandaliwa kwa vitu kufanyika, vitu vizuri, amali kukubaliwa, dua kukubaliwa, kila kitu kinakubaliwa. Kwa hivyo tukithirishe katika kumuomba Mwenyezi Mungu dua zetu na aweze
kutuneemesha. Na dua ambayo ni mustahab sana kusoma katika mwezi wa Ramadhani ni dua ta'jil al-faraj. Yani dua ili kuharakisha kudhihiri kwa Imam Mahdi. Kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna Lailatul Qadr, na hiyo ndio leila ambayo amali zetu zinaonyesha kwa Imam Mahdi. Sasa tukiomba ili Imam Mahdi adhihiri, ni miongoni mwa dua ambazo tunaambiwa kwamba ni mustahab sana. Na miongoni mwa amali mustahab ambazo nilisema kwenye nini yangu ya kwanza ni kwamba kuswali nawafil. Na nawafil, tunajua nawafil ambazo zipo za kawaida, kuna salatul layl, qiyamul layl pia. Kabla ya kuamka kwa ajili ya daku ni vizuri kuamka mapema ili uweze kuswali salatu nawafil. Na baada ya kula daku ni vizuri pia kuendelea na swala na baadhi ya mustahabat ambazo zimetaja katika vitabu zetu za hadithi na vitabu vingine. Kwa hivyo nadhani hayo ndio mambo manne ambayo nimeweza kutaja ambayo yanaweza kutufanya tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Hilo ni jambo jema na ni jambo zuri kwa hakika ustadh, kwa sababu ukiangalia watu wengi katika ibada inakuwa ni ngumu sana kuwa na ukaribu kwa Mwenyezi Mungu. Hasa ukitamaki tumetoka sehemu mbalimbali ama tumetoka miezi ya nyuma ambao ni mengine. Sasa mtu ikija mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio unakuta mtu anajitahidi sana katika huo mwezi. Ndio ujue kwamba jitihada zangu bwana, je, nikimaliza huu mwezi wa Ramadhani, je, mwezi wangu utaenda vizuri, nitakuwa tu nimebadilika ama nitakuwa sijabadilika? Na hilo linachukulia kwa hili swali Sheikh, kama mtu atafahamu vipi ameweza kubadilika baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Atafahamu vipi kwamba mimi kwa kweli nilifanya ibada zangu vizuri hadi mwezi sasa umeisha, lakini naona kama kuna ile imani imezidi kuwa na mimi? Okay, mwanzo utafahamu vipi kwamba kweli nimeweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na ibada zangu zimekubalika na Mwenyezi Mungu? Hatuwezi tukafahamu kwamba tukakuwa sure kwamba kweli ibada yangu imekubalika na Mwenyezi Mungu, ila tunaangalia kwenye athari ambazo zipo. Miongoni mwa athari tumesema pale kwa murakabati salawat, ili kufuatilia sala zako, ni kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani unavyoswali na nje ya mwezi wa Ramadhani inafaa ikuwe na tofauti kidogo. Inafaa swala zako ndani ya mwezi wa Ramadhani zinatoka moyoni. Yani unahisi kwamba kuna hudhurul qalb, kwamba moyo wako upo kwenye swala, umetulia kwenye swala. Yani haufikirii mambo ambayo miezi mingine. Kwa mfano, unaweza kuwa unaingia kwenye swala, unapiga takbirati ya haramu alafu unaendelea na swala. 2 minutes or 1 minute ushamaliza swala. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani unatulia kwanza, unaanza kuswali, unahisi kwamba roho yako imeunganika na nguvu ambazo si za kawaida. Hapo utakapofika kwenye hicho kiwango utajua kwamba kweli nimebadilika. Hizi swala ambazo nimeswali ni swala za kunibadilisha. Pili, ukiona kwamba umeweza kuendelea na mfumo ambao umejiwekea ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano, tumesema hapo kusoma Qur'ani na tumesema pia kuswali nawafil. Ukiona kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani umeweza kuendelea kufuatilia swala zako nawafil na mwezi wote umeziswali bila shida yoyote. Unajua sometimes tunaingia kwenye swala lakini unaona kwamba kuna ugumu kweli. Ndio. Lakini hiyo hali ukiona kwamba haipo tena, utajua kwamba kweli nimesonga level fulani kwa Mwenyezi Mungu. Na ya tatu, kuna pia dua ambazo tunasoma. Tunasoma dua ili kitu kifanyike. Na kule kusoma tu dua au kule kuswali tu nawafil, kuna taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kwamba nimeweza kuswali, ina maana Mwenyezi Mungu amefanya nini? Ameniwafiki ni swali. Yani kule kufanya kitendo cha ibada ni taufiki ya Mwenyezi Mungu, na ni dhahiri kwamba umeweza, matendo yako yameweza kukufanya uwe karibu na Mwenyezi Mungu. Au zimekusongesha some steps towards the God. Kweli. Sasa tukifuatilia haya matendo ambayo tunafanya, hivi vitu ambavyo tunafanya, zikiwemo swala wajib, salawatu nawafil na dua zote,
tunaona kwamba je, nimeweza kubadilika? Kuna tofauti kati ya mwezi wa Ramadhan na kabla ya mwezi wa Ramadhan au baada ya mwezi wa Ramadhan. Hapo ndipo nitakapojua kwamba nimesonga level fulani na Mwenyezi Mungu huenda amekubali matendo yangu. Mashaallah, mashaallah. Na tukimalizia Sheikh, swali hili la mwisho kuhusiana na hizi nawafil. Tuseme kuna mja ambaye anataka kuswali zote, maana huwa ni 11. 11. So ambao maybe tuseme salatul layl. Kuna hizo 11 ambao nane ni salatul layl, alafu hii nyingine ni shafii na witri. Sasa tuseme huyu mja anataka kukamilisha zote, lakini ukiangalia kuna hii ya mwisho, maana iko na vile mtu anapaswa kuiswali. Hii salatul witri vile kuna kisimamo chake inafaa kuwa. Lakini sasa huyu mtu hajaweza yani hajajua vizuri, mimi bado anazidi kujifunza kuhusiana na hiyo salatul witri, vile ataisoma, kushika zile dua zile ambazo anafaa kusoma. Je, hizi swala zingine akiswali mpaka salatul shafi bado itakuwa ipo sawa? Kwenye nawafil, ili ziwe nawafil ambazo zimekamilika ni vizuri ziwe 11. Rakati 11. Ambazo zinahusisha pia salatul witri. Ila hii ni kama una muda mrefu wa kuswali. Lakini kama hauna muda, unaruhusiwa kuswali tu salatul shafi na witri peke yake kwa sababu ya muda. Lakini ukiswali hizi, kwa mfano ukiswali nawafil rakaa 8 kwa mfano, zimebaki rakaa 3 na hujaswali rakaa 3, ina maana haujamaliza salatul layl ambazo ni rakaa 11 ambazo zipo chini ya nawafil ya salatul layl. Sasa vipi vizuri kama haujui? Nilivyosema, huu ni mwezi wa Ramadhan ambao ni mwezi wa kujua, mwezi wa maarifa. Kama haujui, itabidi ufanye bidii ujue kwamba inafaa ni swali vipi ndani ya mwezi wa Ramadhan. Na ni vizuri kumaliza zote kwa sababu ni mustahab. Zote ni mustahab. Ukiacha imaanisha kwamba una dhambi, ila ukiswali una thawabu zake. Kwa hivyo ni vizuri kumaliza zote 11. Shukran sana Sheikh, hakika imekuwa faraja kuwa na wewe ndani ya studio zetu, na inshallah naamini Allah atupe taufiki kwa kila ambalo tunafanya, na Allah kuzidishie zaidi ilmu, uzidi kuelimisha umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukran sana. Shukran. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh wetu umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kuiangazia. Mpenzi mtazamaji, ni jukumu lako, wanakuambia mpira sasa tunaurusha kwako, ni kwamba wewe ndio ujitahidi kuhakikisha ya kwamba unakuwa na ukaribu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafsi yako inamhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu yeye hakuhitaji, lakini kama amekuletea na amekufikishia huu mwezi, kuna wengine maskini ya Mungu huenda wameshatangulia mbele za haki ndani ya huu mwezi, na inshallah kama Mwenyezi Mungu amekupa taufiki hadi siku ya leo upo hai, basi hiyo ni neema na ni rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasala.